Chia wakati uliopita. Tunaendelea katika kitabu cha waraka wa Waebrania, na wakati uliopita tuliweza kujifunza sura ya 5 mstari wa 7 hadi mstari wa 10. Tulipokuwa tukiendelea kuona maelezo kuhusu Yesu Kristo, na tukaona tukielezewa uwanadamu wa Yesu Kristo alipokuwa akiishi hapa duniani. Tukaona katika mstari wa 7 tukaelezewa katika nyakati zake za mwili aliomba kwa kilio kikuu na machozi kwake Mungu Baba, ambaye alijua aliweza ama alikuwa na uwezo wa kumuokoa. Ikawa na tukasoma katika Mathayo 26 mstari wa 36 hadi 46. Tukaona Yesu akiwa na baadhi ya wanafunzi wake alipokuwa akiomba karibia siku zake za mwisho hapa duniani. Na tukaona akisema ya kwamba nafsi ilikuwa inatamani kutenda mapenzi ya Mungu ama kupitia yale ambayo yalikuwa mbele zake, lakini mwili wake ulikuwa radhi ama ulikuwa dhaifu, kama vile ambavyo sisi kama wanadamu tunajipata katika hiyo hali. Pia hoja nyingine tuliona ni ya kwamba alikuwa Mungu katika mwili ama mwana wa Mungu, lakini alijifunza kutii kupitia kwa yale mateso ambayo alipitia. Sababu ndiyo mambo ambaye yalipangwa kuja kuyafanya hapa ulimwenguni yaweze kukamilika. Na tunakumbuka ya kwamba alipokuwa akifa msalabani alisema ya kwamba yote yameisha. Yaani ameweza kukamilisha makusudi ya kuja kwake hapa duniani. Hakupitia mambo rahisi, lakini hayo mateso aliyopitia yalimfunza kutii. Na pia nilikuwa naangalia sababu moja ya Mungu kujidhihirisha kwetu kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni ili wakati tunaangalia uhusiano wa Mungu Baba na Mwana, tukirudi katika kitabu cha Injili ya Yohana, tunaona tukiambiwa ya kwamba wale ambao waliamini Yesu Kristo walipewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu, sio kwa mapenzi ama kusudi ya mwili na damu, ila ni kwa mapenzi na kusudi ya Mungu ama kwa njia ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo watu wote, yeyote ambaye ametubu dhambi zake na amemkiri Yesu Kristo kama aliyekuja hapa ulimwenguni kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, na anaamini yote ambaye neno la Mungu linasema kuhusu Yesu Kristo,
huyo mtu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo wakati tunaona Mungu akijiwasilisha kwetu kama Baba na Mwana, tukiona uhusiano kati ya Mungu Mwana na Mungu Baba, inakuwa ni funzo kwetu, inakuwa ni mfano kwetu, jinsi ambavyo Mungu anatarajia uhusiano wetu naye uwe. Kwa mfano katika huu mstari wa 8 tumeona ya kwamba Yesu kupitia kwa mateso ambayo alipatana naye, alijifunza kutii Mungu Baba ambaye alimtuma. Hivyo basi sisi nao tukiwa wana wa Mungu, tukiwa wenye haki mbele zake, tukipitia mateso, sio sababu ya dhambi ama uovu wetu, tukiyapitia tukiwa wenye haki machoni mwa Mungu, tunafaa kujifunza ya kwamba hiyo ni njia ya Mungu ya kutufunza kutii maagizo yake, hata kama tunapitia magumu, jinsi ambavyo Yesu Kristo alipitia magumu na haikumzuia kutimiza makusudi yake Mungu. Pia tunaona ya kwamba sababu Mungu Baba anajidhihirisha kama aliye na mamlaka juu ya Mwana, naye Mungu Mwana anajidhihirisha kama anayenyenyekea na kutii Mungu Baba. Hivyo ndivyo tunavyo kujichukua ya kwamba tunafaa kujitiisha na kunyenyekea kwake Mungu, na pia tuangalie na tuchukue Mungu wetu kama aliye na mamlaka juu yetu ili tuweze kutii. Unajua, usipokubali ya kwamba mtu ana mamlaka juu yako, kutii itakuwa ngumu. Hata ukitii, utatii sababu hauna namna ingine, lakini haijatokana na ndani yako. Lakini ukishatambua ya kwamba huyu ni mkubwa wangu, ana mamlaka juu yangu, na yale ambayo ananiambia nifanye, ninafaa kufanya, na yale ambayo ananiambia nisifanye, sifai kufanya, kutii inakuwa rahisi. Yesu kupitia kwa mateso aliyopitia akajifunza kuwa mtiifu. Sisi vile vile inatakana hivyo. Na tukaona ya kwamba hayo mateso ambayo alipitia yalimfanya mkamilifu, yalimfanya anayefaa zaidi kuwa mwanzilishi wa wokovu wa kimilele kwa wale wote watakaomtii. Sasa si unaona, Yesu akatii Baba, ama Mungu Mwana akatii Mungu Baba, na akawa ametosha ama amekamilika kuwa mwanzilishi wa wokovu wa kimilele kwa wale wote watakaomtii. Sasa sijui kama unaona mtiririko wa kutii ama utiifu. Huyu aliye mwanzilishi wa imani ama wa wokovu wa kimilele alitii kwanza. Nao wale ambao watapokea wokovu wa kimilele ni kwa njia ya kutii.
Kwa hivyo Yesu Kristo alitii ndio awe mwanzilishi wa wokovu wa kimilele. Nao wokovu wa kimilele ambao alitii ili akuwe mwanzilishi wake, hauwezi upokea bila kutii yeye aliyetii. Kwa hivyo kuna utiifu, kutii Mungu. Yale ambayo anasema tufanye, tunafanya. Yale ambayo anasema tusifanye, tunawachana naye. Hakuna wokovu bila kutii. Na hapa pia ni vizuri kujua kwamba kuna maagizo ya Mungu, hayo ndio tunafaa kutii 100%. Na kuna maagizo ya wanadamu. Hayo kuna maagizo ambaye yanaambatana na maagizo ya Mungu, hayo tunafaa kufuata. Lakini yale maagizo na maelekezo ya wanadamu ambaye haambatani na maagizo na maelekezo yake Mungu, hatufai kuyafuata. Sasa wacha tuingie na tukimalizia mstari wa 10 tukaona ya kwamba Mungu Baba akamuita Yesu Kristo kuhani mkuu wa mfano wa Melkizedeki. Na tukisonga mbele tutaangalia kwa upana kidogo ukuhani wa mlango wa Melkizedeki, ambao ni ukuhani tulioko ndani yake wakati huu. Sasa tusome kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 14. Tasoma nikifululiza kisha nitaelezea. Waraka kwa Waebrania sura ya 5 mstari wa 11 hadi mstari wa 14. Neno la Mungu nasema hivi: ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa waalimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoeshwa kupambanua mema na mabaya. Haleluya. Hiyo mistari ambayo tumesoma ni mtiririko ama mfululizo kutokana na mistari ambaye nimeelezea kwa kifupi. Sababu huu mstari wa 11 unasema, baada ya maelezo kuhusu Yesu Kristo ambaye alikuja kama mwili, akawa mdhaifu kama mwanadamu, kupitia kwa mateso aliyoteseka, akajifunza kuwa mtiifu, na pia akafanywa mkamilifu na kuwa mwanzilishi wa wokovu wa kimilele kwa wale ambao watamtii. Na akaitwa Yesu Kristo, akaitwa na Mungu kuhani mkuu wa mfano wa Melkizedeki. Sasa tukiendelea katika mstari wa 11, nasema ambaye, kumaanisha hayo ni maelezo yanaendelea kuhusu Yesu Kristo, zaidi ya hayo ambaye tumeona tayari. Sasa endelea kusema
ana maneno mengi, ama mitume na wahubiri na waalimu wana maneno mengi kunena kuhusu Yesu Kristo. Lakini kuna kikwazo hapa. Na hicho kikwazo ni nini? Unaona huo mstari wa 11. Unasema hivi: hawa walioandikwa hii barua wanaambiwa, tumeeleza kuhusu Yesu Kristo kiwango ambacho tumefika kueleza. Na huo sio mwisho wa maneno ama habari kuhusu Yesu Kristo. Tuna mengi zaidi ya kuwaelezea kuhusu huyu Yesu Kristo. Sasa si unaona mwandishi anaonyesha nia ya kuelezea watu zaidi, maneno zaidi na mambo zaidi kuhusu Yesu Kristo. Lakini kuna shida moja. Na hii mistari nimeipatia kichwa Christian retardation, ama kuwa pole, yani kutoenda kwa kasi inayotakikana, kucheleweshwa ama kuchelewa kwa maendeleo ama kusonga mbele kuhusiana na jambo fulani. Yani kwenda kwa mwendo wa pole pole, kuchelewa kwa kimaendeleo ama kusonga mbele katika Wakristo. Sababu mwandishi anasema tayari kuna yenye ambayo tumewaambia tayari kuhusu Yesu Kristo. Na tukisoma mbele tutaona ni mambo ya msingi kuhusu maneno yake Yesu Kristo, ama habari zake Yesu Kristo ama Mungu. Na sasa tunatakana tusonge mbele kueleza mambo zaidi. Lakini shida ni kuwa kama ambavyo tumeona katika mstari wa 11, sehemu ya pili nasema, ama tusome tu mstari mzima wa 11, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake. Sasa sikia, na ni shida kuyaeleza. Umeona? Watenda kazi ama waalimu wa neno lake Mungu wana hiyo nia ya kuelezea waumini maneno zaidi kuhusu Yesu Kristo. Lakini shida inakuwa hapa. Hawawezi elezewa zaidi sababu wamekuwa wavivu wa kusikia. Kwanza Biblia ya Kizungu inasema vizuri sana, seeing you are dull of hearing. Yani kuelewa kwenu sio sawa. Muko pole pole sana kuelewa mambo ya Mungu zaidi ya yale ambayo mmepata. Na tukiendelea hapo mbele, sababu katika hiyo misari mwandishi ametumia mbinu ya uandishi
mbinu linganishi ama comparison. Upande mwingine tukisoma tutaona anaongea kuhusu watoto na chakula chepesi ama maziwa. Na upande mwingine anaongea kuhusu watu ambao wamekomaa na wale ambao wanakula chakula kigumu. Kwa hivyo huku kutokuwa na haraka ya kuelewa neno la Mungu inalinganishwa na mtu kuwa mtoto mchanga. Na tukisoma mstari wa 12 tutaona inasema nini. Mstari wa 12 anasema nini? Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Kwa hivyo kuna matarajio. Ukipata neno la Mungu, ukifunzwa neno la Mungu, ukihubiriwa neno la Mungu, unafaa kusonga. Haufai kuishi mahali pale tu. Inatakana unaendelea ukikomaa. Sababu tunaona hapa matarajio ya hawa watu ambao walishasikia habari ya msingi kuhusu Yesu Kristo. Katika mstari wa 12 wanaambiwa wanafaa wawe wamekuwa walimu. Sababu ni muda mwingi wamekaa sana wakisikia neno lake Mungu. Lakini inaonekana kulikuwa na shida katika hawa watu ambao walikuwa wanaandikiwa. Licha ya kufunzwa neno lake Mungu, hawakuwa wanasonga mbele. Mpaka ikafika mahali yule ambaye alikuwa anawafunza anawaambia, kuna maneno mengi zaidi ambayo tunafaa kuwaambia kuhusu Yesu Kristo. Lakini shida ni kuwa yale ambaye tumewaambia tayari hamujayaelewa, hamujayafahamu, hamujayashika. Na tukisoma hapa mbele tutaona jinsi ya kuelewa neno lake Mungu, ama inaonekana namna gani ya kwamba mtu ameshika neno lake Mungu na amelielewa. Sasa hawa walikuwa wamechelewa. Walikuwa wamekataa kusonga mbele kutoka kuwa wanafunzi wa neno lake Mungu na kuingia kuwa walimu. Na simaanishi ya kwamba ati sasa kila muumini aende pengine aanze kanisa yake ama aanze darasa lake la kufunza. Ninamaanisha ukisikia habari ya Mungu, ukifunzwa, ukitoka hapa ukikutana na mtu mwingine, muelezee na umfunze sababu umeelewa. Ukikaa kanisani ukifunzwa, ukitoka hapa, ukiwa katika biashara, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini. Na ninaonanga kuna watu wengi sana wanauliza maswali kuhusu Biblia, kuhusu Yesu Kristo, kuhusu imani, kuhusu wokovu. Hiyo ndio mwandishi anamaanisha ya kwamba nyinyi mnakaa hapa, mnafunzwa, kwa hiyo muda yote mmekuwa mkifunzwa, lakini
hamujakuwa mkifikisha mafunzo ama maelezo ambayo mnapata kwa watu wengine. Sababu hivyo ndivyo ufalme wa Mungu unavyoenea. Sio mabishano, sio kung'ang'ana. Ati ya kwamba mimi nikikaa hapa mchungaji Isa akakifunza, ninaona ya kwamba hata mimi nimetosha, siwezi kaa tena anifunze, nitaenda nifungue kanisa mimi naye nikuwe mwalimu. Sio mbaya, lakini isikuwe ni sababu ya kubishana na kung'ang'ana. Lakini tuna nafasi mzuri sana ya kila mmoja wetu ya kufunza wasiojua neno la Mungu. Sababu ni ukweli. Na nafikiri karibu kila mtu anaweza sema ni ukweli ya kwamba kuna mtu ambaye akikuangalia hivi na unaenda kanisani, amewahi kuja akakuuliza jambo kuhusu wokovu, kuhusu kanisa, kuhusu Mungu, kuhusu ndoa yake, kuhusu mambo mengi. Kwa hivyo hata bila na nafasi ya kusimama mbele kama jinsi ambavyo nimesimama hapa na kufunza neno lake Mungu, tuna nafasi mingi sana huko nje, kila mahali ambapo tunajumuika kuelezea watu kuhusu Yesu Kristo. Na mimi naona hii ndio sababu moja ambayo inafanya ufalme wa Mungu usienee jinsi ambavyo unafaa. Sababu sisi ndio tumeitwa, kila mmoja wetu, sio wahubiri peke yake, sio walimu peke yake, kila mmoja wetu. Sababu Yesu, ukisoma katika wito mkuu, the Great Commission, aliambia wanafunzi wake wote waenende pembe zote za ulimwengu, kwa mataifa yote, kwa ndimi zote, kwa viumbe vyote, wawahubirie habari njema kuhusu Yesu Kristo, na wawafanye kuwa wanafunzi wake, wawafunze mafunzo ya Yesu Kristo. Kwa hivyo huo sio wito ambao uliitwa mitume peke yake. Ni wito ambaye umeitwa kila mmoja ambaye ni muumini na mfuasi wake Kristo. Ni kweli hatutoshani. Kuna wale ambao kiwango chao cha kuelewa kiko juu, ni sawa. Na kuna wale ambao kiwango chao cha kuelewa kiko chini. Katika hicho kiwango chako cha kuelewa neno la Mungu, ujue ya kwamba kuna mtu ambaye kiwango chake cha kuelewa neno la Mungu kiko chini ya kiwango chako. Kwa hivyo basi, wewe ndio unafaa kumuelezea, umuinue afike kiwango chako. Na katika hiyo harakati ya kumueleza, ya kufunza, hata wewe unasoma na unaweza kusonga mbele. Ndio ufalme wa Mungu uweze kuenea na kuendelea. Kwa hivyo kazi ya kushuhudia, kazi ya kusema kuhusu Mungu, kuhusu wokovu, kuhusu ufalme wa Mungu ni kazi ya kila mmoja wetu. Hii naona ndio shida ilikuwa katika hili kanisa la Waebrania. Hawa Waebrania, sababu ni kama walikuwa wamesema kazi ya kufunza ni ya watu fulani, sisi sio yetu. Kazi yetu ni kukaa tu. Lakini tunaona wanaambiwa mambo ambayo tuko nayo zaidi kuwaeleza kuhusu Yesu Kristo. Hamuwezi elezewa, sababu munaelewa pole pole. Ni vile ambavyo tunaona katika masomo yetu. Mtoto lazima asome masomo ya daraja fulani ndio ahitimu aende kwa hiyo ingine.
akihitimu yaende kwa hiyo ingine. Mtoto hawezi kaa pre-unit miaka yote. Kwanza hata siku hizi hakuna hiyo mambo ya kurudia. Unakaa kiwango moja mwaka moja, ikiisha unasonga kwa hiyo ingine. Hivyo ndivyo inafaa na inatarajiwa hata katika wokovu. Tusikue tu watoto kama watoto kuhusiana na neno la Mungu. Tunafaa kuwa tunasonga mbele. Tunafaa kuwa tuna uwezo wa kuelezea wasioelewa kuhusu imani yetu, kuhusu Yesu Kristo, kuhusu ufalme wa Mungu, kuhusu Mungu. Naona? Sababu mnafaa kuwa walimu. Lakini kando ya kuwa mnafaa kuwa walimu, itabidi ama mnahitaji kufunzwa tena. Hebu angalia. Watu ambao wanafaa kuwa ndio wanaeleza wengine kuhusu neno lake Mungu, badala ya wakuwe wakieleza watu kuhusu Mungu, wanahitaji tena kuelezwa yale mambo ambayo wameshaelezwa tayari. Si unaona, hata kama wewe ungekuwa na darasa kama hilo, utaona kweli mambo hayaendi venye yanatakana. Mtu ambaye anafaa, tuseme kwa mfano, ushirika wa watu 40. Ukiwa ushirika wa watu 40, wafunzwe wote kuhusu neno lake Mungu. Na tukienda hapo mbele tutaona haya mambo ya mwanzo ama ya kimsingi kuhusu Yesu Kristo ni mambo gani. Ukiangalia katika sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2, inaelezea haya mambo ya msingi kuhusu Mungu ni gani. Jambo la kwanza ni kutubu kazi ama matendo yasiyo ya uhai ama dhambi. Jambo la kwanza ni kutubu dhambi. Jambo la pili la msingi wa imani ama maneno ya Yesu Kristo na wokovu ni imani kuhusu Mungu, kuamini Mungu. Jambo la tatu ni habari ya kuwekelea mikono. Jambo lingine ni habari ya ubatizo. Jambo lingine ni habari ya kufufuka kwa wafu. Jambo la 6 ni jambo la hukumu ijayo. Haya mambo 6, hayo ndio mambo ya msingi kuhusu mafunzo na imani na wokovu ya Yesu Kristo. Sasa hawa watu walishaelezewa haya mambo 6. Kuhusu kutubu kutokana na dhambi, kuhusu imani ya Mungu, kuhusu mambo ya kuwekelea mikono, kuhusu ubatizo, kuhusu ufufuo wa wafu na kuhusu hukumu ijayo. Sasa haya ndio mambo hawa watu wanaambiwa. Mumeelezewa haya mambo, lakini hamuelewi. Ndio sababu hamwezi elezewa zaidi. Hamwezi elewa zaidi ya haya. Lazima muelewe haya kwanza. Na shida sasa naye yenye inakuja, mfano huo tumechukua wa watu 40. Wangeendelea kulingana na matarajio yake Mungu, ya kwamba mtu afunzwe kwa muda, akishafunzwa naye anaenda kuelezea watu kuhusu huyu Mungu. Hawa watu 40
wakitoka kila mmoja aelezee watu 40 kuhusu Mungu, kuhusu imani, kuhusu wokovu, kuhusu Yesu Kristo, kuhusu kutubu, kuhusu ubatizo, kuhusu kuwekelewa mikono, kuhusu ufufuo wa wafu, kuhusu hukumu ijayo. Wakielezea kila mtu moja moja, mwisho wa siku kutakuwa na watu 80 ambao wameelezewa mambo kuhusu Mungu. Hao watu 80 nao wakielezea kila mtu moja moja kuhusu Mungu na mambo ya kiungu, kutakuwa siku ya tatu kutakuwa na watu 160 ambao wanaelewa mambo ya Mungu. Na ikiendelea hivyo, hawa 160 wakielezea wengine 160, inakuwa ni watu 320 ambao wameelezwa mambo yake Mungu. Hawa 320 wakielezea wengine 320, inakuja 640. Inaenda hivyo maradufu. Na ufalme wa Mungu unaenea. Kwa hivyo mtu ambaye amekosa kuelewa na kuelezea wengine kuhusu Mungu anakuwa kikwazo katika kuenea kwa ufalme wa Mungu. Na tumeitwa tuwe taa ambayo imewashwa na kuwekwa mahali juu ili iweze kuangazia watu ambao wako ndani ya nyumba. Lakini sasa wewe ukikaa kama taa ambayo imewashwa na kufunikwa, hauna faida, hauna mazao, hauna matokeo kwa ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wakati tunasoma katika neno la Mungu, tunasoma ili tujifunze yale ambayo waliotutangulia walifanya ambayo haikufaa, tujiepushe nayo. Na yale ambayo walifanya jinsi inavyofaa, tuwaige. Hiyo ndio sababu Biblia imeandikwa mambo yote. Mambo ambayo watu walitenda mazuri na ya haki, na yale mambo ambayo walitenda yasiyo ya haki, ili tuweze kujifunza. Hivyo basi hapa tunakumbushwa, tunapewa changamoto. Kama kweli tumeelewa na tunaendelea kuelezea wengine. Lakini pia kuna shida ingine iko hapa. Sababu hawa walielezewa ni kuelewa, hawaelewi. Wakati huo ambao tuko, kuna watu wengi wanaenda makanisani. Kuna watu wengi wako katika dini na mashirika na madhehebu. Na kuna watu wengi ambao ni wafuasi wa watu binafsi. Lakini haya mambo 6 ya msingi kuhusu neno lake Mungu, ambayo tumeona ni kutubu kutokana na kazi za dhambi, kuamini Mungu, mambo ya kuwekelewa mikono, mambo ya ubatizo, mambo ya kufufuka kwa wafu, mambo ya hukumu ijayo. Kuna wengi hata saa hii wamekaa katika mikusanyiko ya watu naitwa makanisa, lakini hajawahi ambiwa kuhusu hata mojawapo ya hayo mambo 6. Sasa hawa wanaambua
mmeelezwa na hamuelewi. Mnaelewa polepole. Nyinyi sio wepesi wa kuelewa. Kama hawa wanaambiwa hivyo, na huyu mwenye hajaelezwa hapo katika hali gani? Unaona hatari iliyoko wakati huu. Na sina shaka ya kwamba wengi walio makanisani, hayo mambo 6 ambayo ni msingi wa neno lake Mungu, msingi wa wokovu, hawajawasikia. Mambo ya kutubu, mambo ya kuamini Mungu, mambo ya kuwekelewa mikono, mambo ya ubatizo, mambo ya kufufuka kwa wafu, na mambo ya hukumu ijayo. Wengi hawajui, hata hawajawahi sikia. Shida kubwa ambayo tuko nayo. Kwa hivyo hapa tunapewa changamoto. Hata sisi, kwanza sisi ambao tuna nafasi ya kusimama mbele ya watu na kunena kuhusu Mungu. Sababu huyu mwandishi anasema, licha ya kuwa nyinyi mmeambiwa kuhusu haya mambo ya msingi ya imani na wokovu, nyinyi ni wapole wa kuelewa. Na pia mwandishi anaonyesha nia